السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يقول الله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. ويقول تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. Ndugu zangu Waislamu tuliojumuika leo hapa kwa ajili ya salatu al-Jum'a ndani ya mwezi huu mtukufu, mwezi wenye baraka uliobarikiwa, mwezi wa Ramadhani, ni wajibu juu yetu kukumbushana juu ya hali tunazozipitia sisi wanadamu hapa ulimwenguni, na bil khusus tutakumbushana kwenye aya hizi ambazo zimekuja kwa mfululizo katika suratu Az-Zumar. Mtakumbuka kwamba katika wiki iliyopita tulikumbushana juu ya kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala inayosema: qul li'ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Sasa aya inayofuatia ni hii: wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Al-aya, Allah subhanahu wa ta'ala kwa rahma zake na fadhila zake nyingi zilizoko juu yetu ametupa nafasi ya kurekebisha tuliyoyaharibu na kusawazisha makosa. Muda wa kuwa tuko hapa ulimwenguni, tuko hai, pale tutakapokuwa tumefanya madhambi tukavuka mipaka. Kikawaida kilimwengu na wanadamu baina yao wanapofanyiana maovu mpaka wakavuka mipaka, inakuwa kiwango cha msamaha kimepetuka, mpaka mtu usema yule mimi simsamehi mpaka kiyama kwa alivyonifanyia. Kibinadamu inakuwa hivyo, na kuna watu wamekufa hawakusameheana, na mtu anaona kwamba ana haki ya kutokumsamehe mwenzake kwa ule uovu aliofanyiwa. Sasa Rabbuna Ar-Rahman tabaraka wa taala, yeye ametakasika na hilo, yuko juu zaidi ya hilo. Yeye ni Ghafurur Rahim,
ni msamehevu mno, mwenye huruma mno, akafungua mlango kwa madhambi yote anayofanya mwanadamu, hata akivuka mpaka. Wewe umeshirikisha ukavuka mpaka katika shirki, ukawa wewe ni bingwa uliogobea katika shirki billah, ukitubu kwake yeye atakukubalia, ukiomba msamaha atakubali. Wewe uliwafanyia ubaya na uovu wazazi wako, hukuwatenda wema, ukavuka mpaka katika hilo, ukiomba msamaha utasamehewa. Wewe ulikata udugu, ukavuka mpaka katika hilo, ukiomba msamaha utasamehewa. Wewe ulifanya uzinifu, ukavuka mpaka katika hilo kwa kiwango cha juu kabisa, ukiomba msamaha utasamehewa. Wewe uliua nafsi ambazo hazikustahiki, ni haramu kuziua, ukavuka mpaka katika kuua, ukiomba msamaha utasamehewa. Wewe ulidhulumu mali za watu, mayatima na wengine wasiokuwa mayatima, ukadhulumu katika miamala yako, hukuwa sawa sawa katika miamala yako, ukavuka mpaka katika hilo, ukiomba msamaha utasamehewa. Dhambi yoyote hitaji ambayo wewe waiona ni mbaya kuliko zote na hakuna atakayezidi shirki, iwe umeifanya ukavuka mpaka katika hayo, lakini ukiomba msamaha utasamehewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na yoyote atakayeleta ujasiri kusema kwamba yule hatasamehewa, basi pingine ikawa waid na adhabu ikamrudia huyo mwenye kusema hivyo. Allah hataki jambo hilo. Usiape kwamba fulani hatasamehewa, marufuku. Allah amelikataza hili, kuonyesha kwamba hakuna dhambi ambayo haina msamaha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la msingi, fuata taratibu zinazotakiwa za kupewa msamaha. Kila dhambi ina taratibu zake zimewekwa, lakini ukifuata taratibu hizo na ukaomba msamaha, ukatubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala ni ghaffarun lidhunub wa inni laghaffarun liman tab wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Hakika mimi ni msamehevu mno wa madhambi kwa yule aliyetubu akawa amemwamini Allah na akatenda amali njema, kisha akasimama sawa sawa, akaongoka katika njia. Allah subhanahu wa ta'ala husamehe dhambi. Sasa fursa hiyo tumepewa sisi, tuko nayo, na kwa fadhila zake Allah subhanahu wa ta'ala ametuchunga sisi tukaingia mpaka katika mwezi huu, mwezi wa Ramadhani. Fursa ziko wazi wazi. Kama ni soko sasa limefika kwenye qimma, biashara sasa imenoga, imekuwa nzuri kabisa. Wafanya biashara uleta bidhaa, leta bidhaa yako, tubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni fursa umepewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa tukiwa tufahamu kwamba kwenye aya hii sasa, baada ya kuwa tumeshakuwa fursa ya kuomba msamaha, maelekezo wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu, rejeeni kwa Mola wenu. Si ushaomba msamaha umekubaliwa, ushaomba msamaha umetubu, umekiri makosa yako, umejuta kwa uliyofanya, umeomba msamaha, basi sasa rejeeni kwake subhanahu wa ta'ala na mnyenyekee kwake, min qabli an yatiyakumul adhab, kabla haijawafikieni nyinyi adhabu, thumma la tunsarun, kisha hamtanusuriwa. Rudini kwake subhanahu wa ta'ala. Hii ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndipo pale wanaochuoni wanapoeleza sema, lamma kanat al-ayatu as-sabiqa, wakati ilipokuwa ile aya iliyotangulia, fiha fushatun adhima, kuna ndani yake nafasi na uwanja mpana, nafasi kubwa, lilmusrif, kwa yule aliyevuka mpaka. Allah subhanahu wa ta'ala akaifuatishia na kurejea ani kurudi kwake, na akaonyesha kwamba ni matlubatun ma'muratun, ni jambo lenye kutakiwa,
na ni jambo lenye kuamrishwa. Na hakuishia hapo tu, akamkemea na kumtisha yule ambaye hakurejea kuacha madhambi, akaendelea kubaki katika hali yake ile ile. Min qabli an yatiyakumul adhab, kabla hijawafikieni adhabu. Kwa sababu uwezekano wa hilo upo. Ikiwa wewe wajifanya kisoi, uwezekano kufikiwa na adhabu katika hali hiyo upo. Mauti yakakufika ghafla katika hali mbaya kabisa, au kaadhibiwa hapa hapa duniani. Kwanza adhabu ikaanza hapa hapa duniani, na Allah ana adhabu nyingi za aina mbalimbali, na kila mmoja muadhibu kwa aina yake. Nasallallahu alafia wassalam. Al-Imam Ibn Ashur katika tafsiri yake anaeleza, anasema hadha al-khitab ya'khudhu kullu fariqin minhu binasib. Khitabu hii wa anibu ila rabbikum, khitabu hii, tamko hili na msemo huu, kila kundi linaweza likachukua kutoka kwenye khitabu hiyo au tamko hilo fungu. Fanasibu al-mushrikin al-inabatu ila at-tauhid, fungu la washirikina ni wao kurejea kutoka kwenye shirki kwenda kwenye tauhid. Hiyo ndio nafasi yao, watakiwa waache shirki waende kwenye tauhid, wattibai dini alislam, na kuifuata dini ya Kiislamu iliyo sahihi ya usawa, waache shirki. Wa nasibu almu'minina minhu at-taubatu idha asrafu ala anfusihim wal-iktharu min alhasanat, na fungu la waumini katika tamko hilo ni kutubu pale watakapokuwa wamevuka mipaka wakafanya israfu juu ya nafsi zao, na kukithirisha kutenda wema. Hapa ndipo ambapo nataka kuzungumzia zaidi. Tunatakiwa tukithirishe kutenda wema. Si ushajua umekosea na uomba msamaha na fursa umepewa, basi kithirisha kutenda amali njema, hasa katika mwezi huu, mwezi wenye baraka. Amali zinalipwa kwa adhaaf, watu huzidishiwa bila ya hisabu. Ndio wakati wake sasa. Onyesha bidii ya kufanya ibada na kutenda amali njema, kwa sababu innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at dhalika dhikra lidhakirin. Hakika mambo mema, amali njema huwa zinaondosha na kufuta mambo maovu na matendo maovu. Kuna matendo maovu mengi uliyofanya wewe huyajui, nafsi yako haioni kwamba ni makosa, ilikuwa wewe waona kwamba hii ni kawaida tu, lakini limeandikwa hilo katika saghairu dhunub. Na saghairu dhunub zinapokuwa nyingi zaangamiza, za wakabair. Sasa hufutwa hizo kwa kutenda wema. Tenda wema mwingi, akthiru min alhasanat, kwa sababu innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at. Matendo mema na amali njema huwa yanafuta mambo maovu. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ametufungulia hili. Kuna mlango wa tauba na kuna mlango wa al-iktharu min alhasanat, kukithirisha kutenda wema, na fursa ipo. Sasa mwezi huu wa Ramadhani una mambo mengi sana, una mambo mengi, tunapaswa kukumbushana katika hayo. Jambo la kwanza katika vitu ambavyo hatutakiwi kuvipuuza ni swala za jamaa. Kwanza kuswali kwenye kusimamisha swala, tena kwa jamaa. Watu wakithirisha jambo hili, dumu juu yake. Kama ulikuwa mzembe, jitahidi, acha uzembe wako, hudhuria katika swala za jamaa. Kadhalika kithirisha kufanya nawafil, swala za sunna. Kama ulikuwa wewe huswali rawatib, swala za qablia na baadia, jitahidi sana uswali, zitakukamilishia na kuongezea katika khairi zako. Rakaa 2 za kabla salati al-fajr usiziache, rakaa 4 kabla adh-dhuhri usiache, rakaa 2 baada ya adh-dhuhri usiache, rakaa 2 baada ya maghrib usiache, rakaa 2 ya baada al-isha. Na swala ya tarawih katika mwezi wa Ramadhani na witri yake. Dumu katika hizi nawafil, kithirisha katika kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Ni fursa umeipata. Kama ulikuwa ni mvivu,
jitahidi sasa, acha uvivu huo, mdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala katika adbar as-salawat al-maktuba. Baada ya salamu kuna adhkar, usiziache. Fanya istighfar mara 3, leta tasbih mara 33, leta tahmid mara 33, alhamdulillah. Sema Allahu akbar, takbir mara 33. kamilisha la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Baada ya salat al-fajr leta mara 10, swala nyingine leta mara 1, na pia imesemwa baada ya maghrib, lakini sawabu baada al-fajr mara 10. Usiziache hizo, usije ukadharau kwamba swala imeisha huyo uende zako, una adhkari, una chochote. Kithirisha kumdhukuru Allah kabla tulu'i ash-shamsi, jua halijachomoza. Kaa kitako maalum cha kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala. leta adhkar, wala takum min al-ghafilin, usiwe katika wale walioghafilika. Na kabla ghurubi ash-shams, kabla jua halijazama, leta adhkari za masaa, upate hifadhi na ulinzi wa Allah subhanahu wa ta'ala, ujiongezee katika hasanat. Khairi hizi zisikupite kama ulikuwa wapitwa katika miezi mingine, zisikupite katika mwezi wa Ramadhan. Usiwe mvivu. Kadhalika mwezi huu ni mwezi wa tilawatul Qur'an. Hasara ni kwa wale ambao hawajui kuisoma Qur'an, hasara ni kwao. Lakini ukiweka maazimio kwamba mimi mwezi huu nitajifundisha japokuwa sura 3 tu fupi, sura 5, ni fursa hii, kaa ujifundishe. Na wale wanaojua kuisoma Qur'an, basi uwanja ni wao, waisome Qur'an, wahitimishe Qur'an, wajitahidi kuisoma na wajitahidi kuhifadhi. Ni wakati wake huu. Ndugu zangu katika imani, fursa kama hizi hazijirudii. Kama Ramadhani iliyopita mwaka jana tulizembea, basi ishapita hiyo. Na hii tulikuwa nayo sasa hivi, tushalimaliza 10 la kwanza, twenda 10 la pili, tuanza kulitafuna kidogo kidogo. Ikiisha hii Ramadhani hujafanya kitu, ndio ishakwenda hiyo. Ijayo ni majaaliwa. Sasa kwa nini wazembea? Na wewe wajua wakati wote utarudi kwa Mola wako, kaburi iko mbele yako. Fursa umepewa, utakwenda kueleza nini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa hiyo tutumieni fursa hii vizuri katika kukifirisha mambo mema. Ndio maana wa anibu ila rabbikum wa aslimu la, rejeeni kwa Mola wenu na mnyenyekee kwake, kwa kuzitumia fursa kama hizi kwa uzuri, kwa kutekeleza amali. Lakini pia nakwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ile Aisha radhiyallahu ta'ala anhu, kana ahabbu dini ila Allah ma dawama alayhi sahibu, ibada ambayo inapendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni ile ambayo yule anayetenda hudumu juu yake. Hata kama ufanyi mambo mengi wewe huyawezi, lakini yale ya msingi wadumu juu yake. Una utaratibu wako uachi katika amali. Masala ya kuhudhuria swala za jamani wajibu na ni faradhi ain, maisha yako uache jambo hilo, ndio maisha yako wewe. Wirdi yako ya kusoma Qur'an japokuwa aya 5 tu kwa siku, uachi wewe, waendelee hivyo hivyo. Kudumu katika amali ni katika mambo muhimu sana, kuliko kufanya amali kwa pupa na vurugu nyingi, alafu mwezi hauishi ushashindwa. Haitakiwi namna hiyo. Kwa ndugu zangu katika imani, ndugu zangu Waislamu, fursa tumepewa, tutaka nini? Nafasi ndiyo hii. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anatuambia kwamba a'dhara Allahu ila mri'in hatta balagha 60 sana. Allah subhanahu wa ta'ala amemuondoshia udhuru, alhamza lilizala. A'dhara Allahu ila mri'in, Allah subhanahu wa ta'ala amemuondoshia udhuru mtu, akampa umri hatta balagha 60 sana, mpaka akafikia umri wa miaka 60. Haya, ushapewa miaka 60, unataka nini tena? Kitu gani kinachokuzuia wewe kufanya amali? Nas'alullah lana wa lakum al-afiyah was-salam. Alhamdulillahi rabbil alamin, was-salatu was-salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin
نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ndugu zangu waislamu, tunatakiwa tumhimidi sana Allah subhanahu wa ta'ala na tumshukuru sana kwa kuwa ametupa fursa ya kuwa tuko hai mpaka hivi sasa. Kuna ndugu zetu tunaowapenda, marafiki zetu wa karibu kabisa na jamaa wakubwa kuliko sisi au makamu yetu au waliokuwa wadogo kwetu sisi, hawapo katika huu ulimwengu, wako ndani ya makaburi yao. Litafakari jambo hilo. Fursa hii ya kuambiwa pengine maneno kama haya ya kuzindushwa, wao hawakuipata. Fursa hizi walizopewa na misimu hii ya kheri waliopewa, wao hawakuitumia. Kuna mambo yaliwashughulisha katika huu ulimwengu, walikuwa wako busy na mambo, ajira, utafutaji wa riziki. Walikuwa wako mbio sana, wanatafuta riziki. Utafutaji wa riziki ukawatoa katika njia au ukawaghafilisha katika mambo ya kheri, mpaka wakajikuta wameingia kwenye makaburi. Hakuna hiyo riziki walikuwa ukitafuta ya maana walichotuachia hapa ulimwenguni, wala athari njema walioiacha, bali umebeba mizigo ya madhambi. Tafuta kwenye familia yako watu unaowajua na kuwapenda wewe, watu wa karibu yako waliokuwa wakubize katika mambo yao ya kilimwengu, kiasi ambacho ukimwambia jambo fulani ukamwambia, wajua bwana, maisha sasa hivi tuko mbioni kutafuta maisha, wajua nikipata nafasi. Watafute wale watu, uangalie wameacha nini hapa ulimwenguni, hicho cha maana ambacho walikuwa wao kukimbilia, ni kipi cha maana walichokiacha, na hivi sasa wako ndani ya makaburi wamelala. Ukijitafuta namna hiyo utajipata vizuri sana. Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Allah subhanahu wa ta'ala anawatahariza wanadamu na kuwaambia iko siku zote, alhaakumut takathur, kumewashughulisha na kuwapumbaza nyinyi wingi wa kutafuta mali. Huu wingi wa kutafuta mali huu umewapumbaza nyinyi, umewashughulisha nyinyi, hatta zurtumul maqabir, mpaka mkayaingia makaburi, mkayazuru makaburi, mkawa ni ashabil qubur. Mbio nyingi kweli kweli, uwai ukiambiwa kaa hapa usome, wajua nitakuja baadaye, mimi mbio kabisa, una haraka wewe, lakini ujue mbele yako kuna kaburi. Ukijikwaa tu hapo waingie kwenye shimo hilo, na si bure. Hapo watu hawendi kupumzika tu kwamba mwache akalale salama. Hapo ni a'mal. Madha qaddamta li nafsik, umetanguliza nini kuitangulizia nafsi yako hapo? Fursa umepewa ndio hii kwenda mbio namna hii. Sasa kwa nini sisi hatuile mazingatio kwa watu wetu? Kwa nini tunakata tamaa? Na sisi tushaondolewa mlango huo, tusikate tamaa. Wa rabbuka al-ghafuru dhur rahma, Mola wako wewe ni mwingi wa msamaha, msamehevu mno, tena mwenye huruma. Ashaondoa pazia, usikate tamaa, rudi kwake, atakusamehe ikiwa njia hiyo ishafunguliwa kwako. Ukiteleza, rudi kwake. Lao ingekuwa mambo hayo wamewekwa wakala wanadamu, basi watu wangepata tabu, pengine wangeadhibiwa hapa hapa duniani kabla kufika akhira, kwa sababu ya dhambi wanazozifanya. Mwanadamu ndio huchoka kusamehe. Umemkosea leo, kesho muomba msamaha, ukirudia tena muombe msamaha tena, alafu fanya kosa lile au jingine umuombe msamaha tena. Umuone mwanadamu alivyo, sivyo alivyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yeye apenda ukikosea uombe msamaha, kwa sababu ile tadhalluli utakayoonyesha kwake kwa yale makosa uliyofanya, yeye ndiyo anayoitaka.
kule kudhalilika na kujiona mnyonge, mimi nimekosa, nimefanya hivi, mimi nimemkosea Mola wangu, wanyenyekea na kulia na kumwomba Allah. Ataka ile, ataka fursa ile, wewe uombe kila wakati, unyenyekee, ujione dhaifu, dhalili kwake. Fursa hiyo umepewa. Misimu ya kheri ndio kama hivi, mambo huzidishwa, watu hulipwa kwa kawili. Allah hafanyi ubakhili kwa waja wake, utoa tu, tena umpa hata mudhnib almusii, Allah humpa. Sasa akikufungulia Allah mlango wa kufahamu maneno unayoambiwa yakakuathiri katika moyo wako, bushraka thumma bushraka, bishara ni yako. Lakini ukijiona kwamba maneno yote unayoambiwa vile ulivyokuwa leo na jana na juzi ndio hivyo hivyo, hali yako ni ngumu sana. Watakiwa sasa ulie juu ya kosa lako hilo, maana hilo ni kosa. Sasa mbona mimi niko vile vile, sibadiliki? Muamala wangu uko vile vile, tabia zangu ndio zile zile, matendo yangu ndio yale yale, taksiri yangu katika ibada, uzembe katika ibada ndio ule ule, maneno yote ninayoambiwa mimi hayaniingii mimi. Hilo pekee kitakufanya wewe ulie, umuombe Allah subhanahu wa ta'ala akusaidie, kwa sababu hali yako hiyo ni mbaya. Lau ukifa katika hali hiyo, fawailul laka thumma wailul lak. Kitu kingine ambacho nitapenda kumalizia katika mazungumzo yangu, kuna watu huwa wana tabia kuwakatisha tamaa wenzao, na ndio maana utakuta kuna baadhi ya watu wenye kufanya maasi, baadhi ya maasi hawafanyi taa. Kwa mfano, tuchukue mfano tu, mlevi wa pombe au teja, mlevi chakari kabisa, shakatisha tamaa kwamba sasa wewe mlevi wanywa mapombe alafu utaswali vipi? Si uache kwanza. Ni vitu vihusiana, hii ni dhambi na hii ni taa, ni vitu vihusiana, kwa maana kwamba mlevi pia anaweza kawa ni 5 salawati dhambi, pamoja na kwamba atakiwa aiache dhambi ile. Lakini kutokuiacha dhambi ile hakumfanyi yeye kuwa ndio sababu ya kutokufunga Ramadhani, hakutahita kwa sababu ya yeye kutokuswali swala za jamaa. Aje tu akiwa hajalewa, akiwa na pombe zake, swala yake itakubaliwa. Lakini wao walivyoambia, wanakuaminishwa na baadhi ya watu kwamba hiyo haiwezekani bwana, mpaka uache pombe kabisa. Mbona wazinifu waswali? Mbona wachawi waswali? Mbona wala riba waswali? Hakuna watu wanakula riba wakaswali. Watakiwa waache hayo na taa wafanye. Sasa mtu kuchanganya amali njema na nyingine mbaya ni jambo laweza likamtokea Muislamu. wa akharuna i'tarafu bi dhunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an. Allah subhanahu wa ta'ala katika surati at-Tauba alipowataja wale as-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar, alipoeleza habari yao katika aya 100, aya 101 akaeleza wa mimman hawlakum min al-a'rab munafiqun wa min ahli al-madinati maradu 'ala an-nifaq la ta'lamuhum, mpaka mwisho wake. Ikaja aya hii sasa, na kuna wengine wao wamekiri makosa yao na shani yao, wao wanachanganya amali njema na nyingine amali mbaya, mema afanya na mabaya pia afanya. Hakuna watu wao, basi hakika Allah atawasamehe wao maadamu wamekiri makosa. Hakika Allah, asa kwa Allah ina maana ya hakika. Kwa hiyo unapokuwa unafanya dhambi, isikuzuie dhambi hiyo kutekeleza ile jambo la wajibu, kwa sababu wewe ukiwa kwa sababu ya kunywa pombe au kwa sababu ya vuta bangi ikawa huswali, ile ni dhambi, haija kutoka kwenye Uislamu. Huku kuacha kuswali wa wakafiri. Lakini ili usaidiwe, utakiwa ujiepushe na makundi mabaya na watu wenye uraibu mbaya, warafiki waovu. Kaa na watu wazuri, kaa na watu wema, jifunge na vikao vya ilmu. Hilo litakusaidia kutoka huko kwenye bangi zako na kutoka kwenye unga wako na mirungi yako na uzinifu wako na riba zako. Itakusaidia hilo kukurudisha katika usawa.
Hilo litakusaidia kukukumbusha kwamba mbona huku nakokwenda siko. Warudi kwa Allah, watubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kimya kimya, hakuna mtu ajua. Umesimama baina yako wewe na Mola wako, muomba msamaha. Lakini dhunubu ni ni nuksi kwa mwanadamu. Sasa sitaki kwenda katika jambo hili, lakini nataka kuwaambia ndugu zangu Waislamu, tusikatishane tamaa katika mambo haya, tuwasaidie hawa watu. Kuna kundi kubwa la vijana wa Kiislamu hawafungi Ramadhani kwa sababu tu kwamba sasa mimi nilikuwa nina kimada, mimi sijaoa, itakufunga Ramadhani. Swali kwa sababu tu alewa, kwa sababu tu anywa pombe, basi hataki kuswali yeye. La, funga, uswali, lia na Mola wako juu ya dhambi unazozifanya. innahu huwal ghafurur rahim wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adhab thumma la tunsarun wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul adhab baghtatan wa antum la tash'urun. Nafuateni yale yaliyoteremshwa kwenu nyinyi kutoka kwa Mola wenu kabla adhabu haijawafikia kwa ghafla na hali ya kuwa nyinyi hamtambui. Kwa ndugu zangu katika imani, fursa hii ya mwezi wa Ramadhani tumeipata. Katika mambo makubwa ambayo tutakana tukithirishe sisi ni ibadat na mambo ya khairi, na hasa kutoa sadaka. Wewe una shilingi zako 10,000 ukasema katika hii 10,000 acha hii 500 nitoe sadaka, si vibaya. Usije kuona sadaka imeikiwa matajiri. Toa hii 1,000 hii, ngoja nimsaidie mtu fulani, yule hana uwezo, pengine hana futari yule, 1000 bwana hii, kwa siri, wala usimwambie mtu, msaidie, itakusaidia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kitu kingine, usisahau kunyanyua mikono kuomba dua, na hapa ndipo tunapofeli. Kwa mfano leo ni siku ya Ijumaa, kabla ya kuzama jua katika siku ya leo kuna wakati ambao Allah subhanahu wa ta'ala mja wake kama atanyanyua mikono akamuomba, maombi yale hayarudi. Omba kwa ukweli kabisa. Wataka nini wewe? Ni fursa, wakati mdogo, lakini hatujaambiwa ni saa ngapi mpaka saa ngapi. Atakayekwambia ni saa 12 kasorobo ni muongo, akudanganya. Lakini ni baada ya alasiri mpaka kuzama jua, hapo kuna wakati mzuri kabisa, na kile Ijumaa. Kwa hiyo wewe wajijua una matatizo mangapi mwenyewe, shida zako ni nini? Omba kheri za dunia na kheri za akhira, muombe Allah juu ya hilo. Kwa fursa hizi tuzitumieni. Walillahi alhamdu, tumelifikisha hili, hatujafanya khiana. Allahumma shahad, rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وصلى الله وسلم على